kama alivyozungumza Imamu, hii ni zakatul fitri, tunagawa kwa wale watu ambao wenye mahitaji. Sasa hapa mchele tunazo pisi 13 na nyinyi hapa mpo watu 20. Kwa hiyo yule atakayepata mchele tutampatia na hela ya mboga shilingi 5,000. Yule ambaye atakayekosa tutampa shilingi 10,000. Sawa jamani? Tunaamini wahitaji tunao majumbani, lakini hapa kituoni kwetu Salmanajid huaga tunawaamini sana Waislamu kuwapa wawafikishie wale watu, lakini mara kwa mara huwa tunapata malalamiko, zile zakatul fitri mara nyingi zinakuwa hazifiki. Hivyo basi mimi na imamu wangu tunao utaratibu, huwa tukigawa nyinyi tukikupeni, mimi na imamu wangu pamoja na naibu imamu huwa tunachukuaga pikipiki wenyewe, tunapita kwenye yale majumba kuwapa watu zakatul fitri sisi wenyewe kuliko kumwagizia mtu. Sisi tumeelewana? Sio kwamba tuwaamini, tunawaamini, lakini hichi ni kipindi cha sikukuu. Unawezekana ukafika nyumbani na wewe ukagafrika ukaweka mchele pembeni, unaendelea na watoto, tayari yule mtu ushafanya nini? Ushamkosa, ushamkwamisha. Kwa hiyo ni bora mimi na imamu na naibu imamu hiyo dhima tuipate sisi viongozi wa msikiti, yaani imamu, katibu, naibu imamu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tuwezi kubaki na dhima, kwa hiyo lazima hicho kitu tukipeleke. Naam, jambo likiwa linaendelea katika ugawaji wa zakatul fitri, akiwepo mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Mustafa akishirikiana moja kwa moja na imamu wa msikiti wa kwa Mustafa pamoja na naibu imamu. Sisi kama Sanga Media tunaweza kuwasambazia video hii kwa ajili ya kuweza kuona jambo hili likiwa linatendeka sawia kabisa. Usisahau subscribe channel yetu ya Sanga Media, tukiweza kuwafikishia taarifa mbalimbali kupitia media hii ambayo ipo kwa ajili ya kuweza kukufikishia taarifa za hapa na pale. Na unaona hapo ni ugawaji wa sadaka. Na mimi sasa nagawa la mboga, sawa? Fitri kwa watu wenye mahitaji. Na tunaona kabisa hapo mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Mustafa akiwagaia wahitaji angalau chochote kitu, ili mradi waende wakafanya mambo yao huko wanapokwenda wakati wa sikukuu. Hii kitaalamu inaitwaje? Hii kikweli naweza nikasema ni jambo moja kubwa sana, na Mwenyezi Mungu anasema katika siku kama ya leo unapowagaia yule ambaye hajiwezi naye akaenda kufurahi, basi Allah anafurahi na wewe anakupa zaidi mbadala kushinda. Kwa hili ni jambo la kheri, na nashukuru kwa imamu hapa msikiti wa Mustafa pamoja na katibu wake wanafanya jambo zuri ambalo Mwenyezi Mungu analipenda, na ndivyo tulivyofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tupende wale ambao ni yatima, kwani ukiwa na yatima mmoja ni jambo moja kubwa sana. Sisi Tanzania au sisi wa binadamu ndio ufike sasa. Lakini tunaomba kwa Mwenyezi Mungu Allah wajalie kuweza kupata moyo wa kuweza kuishi na haya. Wapi ambako kwa mimi nimejifunza kutokana na hili na nitaendelea kujifunza, kwa kuwa mimi mwenyewe bado mwanafunzi. Pia ninaomba au ninahitaji kusema na wasikie na wasiosikia kwamba hakuna jambo kubwa na zuri katika maisha ya dunia kama kukaa na yatima. Mwenyezi Mungu anafurahi sana kukaa na yatima, unapomchukua yatima unamlea kama unavyojilea wewe. Kwa hili jambo ni la kheri na ni jambo zuri, na siku zote tunashauriwa kufuata na kufanya yale Mwenyezi Mungu ambaye anayapenda. Kwa haya ni moja ya jambo moja kubwa ambalo Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe analipenda. Kwa hiyo nawashauri wale ambao wana uwezo, wale ambao kidogo Allah kawajalia waweze kukumbuka hawa ambao. Amin. 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 برحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون والسلام alhamdulillah. Tutawakamata wawili watatu watu waoji kwa hiki walizofanyiwa na mwenyekiti wao serikali ya mtaa kwa Mustafa. Kwa tuanze kwanza na bibi yetu. Bibi, umejisikiaje leo hii baada ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Mustafa kuwafanyia mazuri mema haya zakatul fitri siku ya leo ya Eid? Nashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikamoo. Marhaba. Bibi, leo hii tunamwona mwenyekiti wa serikali wa Mustafa amefanya makubwa, yani haya japo kwa kidogo alichojaliwa na Mwenyezi Mungu, naye akaamua kuwafikishia nyinyi watu ambao wenye mahitaji.
Je, unamzungumziaje mwenyekiti wa serikali yako ya mtaa kwa Mustafa? Tunashukuru toka tulikoanzia enzi na enzi, toka kufika hapa hatujaona kutufuturisha kwa serikali ya mtaa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heri kabisa. Heri kabisa. Leo hii tunaona hapa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Mustafa amewaita watu ambao wenye mahitaji maalum, na kweli mkaitikia kwa wito kwa ukubwa, naye akaamua kutoa kidogo kitu kwa kile alichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Na juzi tuliona pale alitualika pia tukapata iftari. Je, wewe kama wewe unamzungumziaje mwenyekiti wako? Kama mimi namshukuru sana, na Mwenyezi Mungu azidi kumpa, na Mwenyezi Mungu ampe uhai mrefu, na Mwenyezi Mungu ampe baraka ili aendelee kutusaidia na kutujali. Serikali zilizopita za kwa Mustafa, je, walisha kufanya kitu kama hicho kwa kiongozi yote? Hatujawahi kuona. Ni yeye? Ni yeye. Basi Mungu ambariki. Amina, Mwenyezi Mungu ambariki sana. Asalamu alaykum mama. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Heri kabisa. Heri. Idi tumeiona. Ndio, alhamdulillah. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Mustafa, Mheshimiwa Timbwa, amewapa kidogo kitu ambacho alichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Na mama hapa nyuma alisema kwamba viongozi waliopita serikali ya mtaa kwa Mustafa hawajawahi kufanya kitu kama hiki. Inamaanisha yeye ni wa kwanza. Unamzungumziaje kiongozi wako? Aliongea mwenzangu aliyopita ni sahihi. Mimi hapa nishawahi kuona mwenyekiti kama mmoja. Haya sipata kuyaona. Mengi sisemi siri yangu, lakini nasema sipata kuyaona. Ni yeye tu ndo anafanya. Nachosema namwona anafanya uadilifu, naomba aendelee na uadilifu wake. Kwa sababu kutoa ni moyo, si utajiri. Walopita walituahidi mambo na kutuandikisha majina wajani hivi na hivi, hata buku la maji tukupata. Nafanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayataka. Sababu kuna kufanya jambo unalotaka wewe na unalotaka Mungu. Kwa kumwogopa nani? Mwenyezi Mungu. Hilo jambo nalishukuru sana. Yeye imamu na katibu wake wanafanya mambo ambayo Mungu anataka, kwa sababu mtu anaweza kaidi kitu asitekeleze, na wanafanya jitihada katika hii nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mambo mengi kama tunavyosema, wanapiga harambee tupate sehemu ya wanawake hapa, na litakuwa mengi tumpiga harambee. Wafadhili wamefanya alichokifanya, na bakia tunafanya jitihada wenyewe. Kwa hiyo zote jitihada zao yeye imamu na katibu wake. Je, unawaambia nini watazamaji ambao wanakutazama? Jambo gani ambao unawashauri au unapenda kueleza? Kama ni wajukuu zangu na washauri wao katika makuzi yao, ikiwa watapata nafasi yote ya uongozi, sio dini tu, hata serikali, wajaribu kuwa waadilifu, waache binafsi. Tunachowashauri. Namshukuru Timbwa pamoja na mashehe wake kwa sadaka aliyotupa. Tunashukuru, aendelee hivi hivi na ratiba zake, Mungu amjalie kama hivi alivyoanzisha hivi hivi kila mwaka. Tunashukuru. Mimi langu ni hilo tu.